tunazindua rasmi uingizaji wa magari haya ya umeme na matumizi ya teknolojia hii ya magari ya umeme katika nchi yetu, na ninapenda kuwahamasisha Watanzania wengine tushirikiane kwa karibu kuhakikisha kwamba teknolojia ya magari ya umeme ni teknolojia ya kawaida katika nchi yetu. Taarifa niliyopewa na mkurugenzi mtendaji inasema kwamba gari hizi zinaokoa gharama kwa hadi 85%. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kama ningekuwa na gari inayotumia mafuta ambayo kwa safari zangu nitatumia shilingi 100,000, nikitumia gari hii zile gharama zitapungua kutoka 100,000 hadi shilingi 15,000 tu. Gharama za umeme ni ndogo zaidi. Katika bara la Afrika, magari yanayotumia umeme, magari peke yake yanakadiriwa kuwa kama 30,000, na Afrika ni 1% tu ya magari ndiyo yanayotumia umeme. Lakini ukienda nchi za Ulaya na maeneo mengine, asilimia ya magari yanayotumia umeme iko juu sana, labda 40-50. Afrika tuko nyuma sana, tunazungumza 1%. Na ukija kwenye nchi yetu, takwimu zinaonyesha ni around magari 5,000 nchi nzima ndio yanayotumia umeme. Ukiongeza bajaji na bodaboda ndio yanaongezeka kidogo, vinaongezeka kwa pamoja vinafika kama 10,000. Lakini sisi tunaona fursa kubwa sana kwa sababu ya manufaa yanayotokana na vyombo vinavyoendeshwa kwa umeme. Kumekuwa na malengo na nia ya makusudi ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inatoka kwenye matumizi ya nishati inayochafua mazingira na kwenda kwenye nishati safi zaidi katika mazingira. Pia mtakumbuka kwamba mwaka 2024 Mheshimiwa Rais alizindua mkakati wa matumizi ya nishati safi kwenye kupikia. Lakini mwaka jana 2025 ulizinduliwa mkakati wa matumizi ya nishati safi na fanishi katika maeneo mengine mbalimbali. Na mikakati hiyo ambayo tayari imezinduliwa na ina miongozo mbalimbali ni afua za kisera ambazo zinajibu mahitaji ya matumizi ya vyombo vya usafiri kama hivi na vyombo vingine vinavyotumia nishati ambavyo vitaweza kutumia nishati safi, nishati salama, lakini nishati inayoweza kupatikana kwa gharama ndogo. Sisi kama Wizara ya Nishati tutaendelea kusupport mtu yeyote, taasisi yoyote inayokuja na teknolojia itakayorahisisha maisha ya watu na kuyafanya maisha yawe bora zaidi. Nilikuwa ninamtania MD, nikamwambia kwa kweli mimi nina kagari kangu ka kizamani, naenda kukauza, nanunua gari ya umeme. Kabisa. Mtu mmoja alisema maisha ni haya. Sasa teknolojia hii imekuja, tusisubiri mpaka tukawa watazamaji. Tushiriki. Niliingia pale, kawasha hii gari. Nilipoiwasha nikatarajia sasa nitasikia imeanza kunguruma. Lakini nimewasha haina mgurumo wote, imekaa kimya tu. Nikawa nawaambia wale waandishi wa habari, sogeeni, gari hii shawaka hii. Hizi ndizo teknolojia ndugu zangu. Hatuishi tena karne zilizopita, tunaishi karne ya sasa. Lazima tuanze kuangalia mbele, tuanze kutazama dunia na teknolojia iliyoko duniani na maisha ambayo tunapaswa kuyaishi
kwa teknolojia hizi. Lakini niseme tena, sisi katika Wizara ya Nishati, kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba nishati ya kuwezesha magari haya kutembea ipo. Pamoja na nishati, kutengeneza sera bora, sera nzuri zitakazowezesha wawekezaji katika eneo hili waweze kuwekeza bila vikwazo, bila vikingamo. Magari ya umeme ni kama fursa ya nishati na uchumi. Wageni waalikwa, usafiri wa umeme si jambo la kifahari tu, ni fursa ya kimkakati kwa usalama wa nishati, ukuaji wa viwanda, usafiri wa gharama nafuu. Sera za kitaifa za Tanzania tayari zimeainisha usafiri wa umeme, e-mobility, kama njia ya kupunguza uigizaji wa nishati kutoka nje, kutengeneza ajira na kuchochea ukuaji wa kijamii na kiuchumi. Kama tunavyoona sasa hivi tunayaagiza kama yalivyo, na hatua ya pili ni uagizaji wa magari ambayo yamefunguliwa, tunaita SKD, semi knockdown, na kuweka hapa nchini kwa ajili ya kuyafanyia assembly, ambayo hiyo itafanyika katika eneo letu la Kibaha na kufanya gharama za uagizaji wa haya magari ziwe rahisi, kwa sababu hakutakuwa na kodi tena.